Kiasi cha pesa unachotakiwa kuwa nacho kwenye bank statement yako ili uweze kupata visa ya Schengen Tourist Visa. Kama ni mara yako ya kwanza unaniona katika channel hii, please subscribe, share na like kwa ajili ya video zangu nyingi ambazo nitaenda kuziachilia zinazohusiana na mambo ya visa na safari. Sasa kiasi unachotakiwa kuwa nacho katika bank account yako ili uweze kupata visa ya Ulaya ya utalii kinatokana na nchi ambayo unataka kuingia, nchi ya Schengen unayotaka kuingia. Kama tunavyojua Schengen ina nchi 29. Schengen ina nchi 29. Na katika hizi nchi zina uchumi tofauti. Kuna nyingine zina uchumi mdogo na nyingine zina uchumi mkubwa. Kwa lugha inayoeleweka, kuna nyingine ni nchi masikini na nyingine ni nchi tajiri. Kwa hiyo kiasi cha pesa cha wewe kuwa nacho kule kama matumizi kinakuwa kuna utofauti kutokana na cost of living. Kwa mfano, kwa mtu ambaye anataka kwenda Ujerumani, let's say Ujerumani ni nchi kubwa na uchumi mkubwa katika Schengen, ni tofauti na mtu ambaye anataka kwenda Slovenia au anataka kwenda Malta au anataka kwenda Greece. Kwa hiyo tofauti ndio inayofanya kiasi cha hela kiwe tofauti. Nitaenda kuonyesha baadaye katika hizi nchi baadhi ni kiasi gani anachotaka kwa siku tutakapoendelea mbele katika hii video. Na kiasi kinachotakiwa pia kinatokana na muda ambao wewe unaenda kukaa. Schengen Tourist Visa short stay ni siku 90. Lakini wewe utakapoandika siku 90 ina maana unatakiwa uwe na hela nyingi. Na ndio maana unashauriwa kwenda wewe kuomba visa ya siku chache kama wiki 2 au mwezi mmoja. Haukatazi kuomba siku 90 kama wewe una uwezo, lakini kama una hela ndogo unatakiwa uombe siku chache. Sasa tukienda kuangalia kwa kiasi ambacho wameweka kwa siku. Kwa mfano wewe unataka kwenda Ujerumani au unataka kwenda Netherlands, nchi ambazo ni kubwa. Wao wameweka ni euro kuanzia 97 hadi 100 kwenda juu. Kuanzia euro 97 hapo ni pamoja na chakula na hoteli humo. Ukienda katika nchi za Greece, ukienda Slovenia, unakuta wao wameweka euro 67 pamoja na chakula na hoteli humo. Sasa tukichukulia mfano nataka kwenda Ujerumani, hiyo euro 97 tufanye ni euro 100 kwa siku. Euro 100 utazidisha mara 14 ambao ni euro 1400. Na hapo sio kwamba utaangalia tu hela ambao wewe utaenda kutumia kule hoteli, kuna tiketi ya ndege. Kwa lazima nao uangalie nao katika hiyo hela yako kwamba hii euro 1400 ni kwa ajili ya hoteli pamoja na chakula nikiwepo kule. Lakini pia unatakiwa uwe na tiketi ya ndege. Kwa mfano labda unataka kwenda Ujerumani, utaangalia cheap ticket labda ni euro 700 go and return au euro 900 na utaingiza katika hii euro 1400. Na pia kwa mwingine ambaye anataka labda kwenye fomu yako wewe umejaza kwamba ukiacha na nchi ya Ujerumani utaingia, kwa sababu ile ni Schengen Tourist Visa. Unaweza kama una uwezo wewe ukaingia nchi zote za Schengen. Inategemea na wewe uwezo wako wa kifedha. Kwa hiyo wewe utakaposema kwamba utaingia na nchi nyingine za jirani, kwa mfano labda unataka kwenda Ujerumani uingie na nchi za jirani kama Netherlands au uingie Czech Republic, lazima
Lazima pia kiasi cha hela kitaongezeka, kwa sababu pia kutakuwa na hela ya usafiri. Lazima uangalie pia wewe kwenye mtandao ujue treni, connection ya treni kutoka Ujerumani mpaka Czech Republic ni shilingi ngapi, uweze kuongeza katika hiyo bank statement yako. Kwa hiyo kwa haraka haraka, labda unataka uzunguke labda nchi 2 au 3, na kula unakoenda pia kuna vivutio, maana wewe ni mtalii, lazima utaingia kwenye vivutio. Kwa hapo kwa haraka haraka tutaongeza euro 500. Tuna euro 1400 kwa ajili ya chakula na malazi. Lakini kuna euro 500 kwa ajili, kwa sababu wewe mtalii utaweza tu kwenda kuangalia nyumba. Lazima utaandika kwenye barua yako kwamba unataka uende, labda unataka uende Amsterdam City, au unataka uende Ujerumani kivutio fulani, au unataka uende sehemu fulani. Vile vivutio kama yeye mtalii ulivyoenda kuangalia, lazima kuwe na hela, kuna viingilio vya kuingia kwenye hivyo vivutio. Kwa hiyo hapo utaweka kama euro 500 kwa ajili ya kuingia kwenye vivutio pamoja na nauli. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumepata 1400 ukijumlisha na 500, tutakuwa na 1900 pamoja na tiketi ya ndege, tutapata euro 2400. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba hapo nimepiga tu mahesabu ya chini, hatujaenda kudavua zaidi, yani hicho ni kiwango cha chini. Lakini pia unashauriwa kuwa na hela zaidi ya ile minimum balance ambayo unaenda kuitumia kule. Hauwezi kule unaenda kutumia milioni 5 afu hiyo ipo kwenye akaunti yako. Lazima uonyeshe kwamba una hela kwenda kutumia kule, na pia una kiasi ambacho kitabaki kwenye akaunti yako kama kukulinda wewe unavyorudi huko. Kwa watu wengi wanaoniuliza kwamba sasa Jesse, kiasi kinachotakiwa ni kipi? Mimi ninachotaka kuambia ni kwamba uwe na umekosa sana usikose milioni 9 na umepanda milioni 10. Ukiwa na hii hela itakusaidia sana. Mimi mara kwanza nilikuwa na kiasi kidogo, lakini namshukuru Mungu. Ndio maana nasema unaweza ukawa na hela nyingi au ukawa na hela kidogo, lakini kutokana na situation yako ukaweza kupata visa. Na mara nyingi sana mimi ninapoomba natoa bank statement, lakini kwenye bank statement ninakuwa na kidogo na kihela, lakini nikiambiwa sasa nitoe kitu kinachonizalishia hiyo hela na kuwa sina. Kwa sababu mimi biashara yangu ninayofanya ni biashara ya kishule kidaycare na hakijasajiliwa. Sasa ukisema waambie ubalozi kwamba na daycare hajasajili, na kuwa wao hawakuelewi, lakini wao wananipa visa kutokana na situation ambayo mimi nipo. Kwa hiyo nakushauri sana katika hela unayokuwa nayo, ukiangalia minimum balance ya nchi wanaotaka uwe na kiasi ambacho pia unaporudi uwe na hela ambayo itakusaidia. Wao hawaangalii tu ile hela unaoenda nayo kule, lakini pia wanaangalia, je, hii hela anapoenda kule, je, huku anakuwa na hela nyingine imebaki kwenye akaunti? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo natakiwa kuangalia sana. Kiasi ni kuanzia milioni 9, umeteleza 8 hadi 10 kwa wewe mtalii. Dipendi na nchi ambayo unataka kwenda. Kwa mfano labda unataka kwenda Greece, pia watahitaji utoe hela. Kwa hiyo uwe na milioni 8, 9, 10 kama banki statement yako. Je, labda kwa kuongezea kiasi cha hela ulichokuwa nacho, si kwamba wewe ndio kitakupa sifa ya kuingia kule. Kuna vitu vingine ambavyo tutaenda kuviona ambavyo unaviangalia. Kwa mfano kuna proof of property ownership. Unaweza ukawa na minimum balance ndogo, lakini ukawa kwa mfano wanaotaka kwenda Ulaya wanaangalia sana mambo ya ardhi. Kama unamiliki ardhi, una uwezekano mkubwa sana wewe kupata visa kwenda Ulaya, kwa sababu wao wanataka pia proof of property ownership. Kwa kama una kiwanja una hati na unaweza ukapeleka kule na ukapata visa vizuri sana kwa Ulaya. Kwa hiyo
jitahidi sana kujijengea sifa za safari, ikiwemo vigezo vingine ukiacha na hela tulizokuwa nazo, lakini uwe pia na biashara ambayo imesajiliwa kama ni chanzo cha pato lako, chanzo cha wewe kilichokufanya uwe na hiyo hela ulioonyesha kwenye bank statement. Na pia ununue ardhi kwa ajili pia ya proof ya wewe kwamba utarudi kwenye nchi yako. Hii inaitwa ties. Uwe na ardhi, uwe na familia. Kwa kumalizia hayo, usiache kusubscribe, kushare na kulike kwa ajili ya video